mambo gani yanaweza kusaidia mtu kupata maono na kutengeneza maono yake. Jambo la kwanza tuliloliona kati ya mengi tulionao ni kwamba kushiriki katika masuala ya uwajibikaji katika jamii, huduma na mambo mengine mbalimbali ya siasa na masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kadri mtu atakavyokuwa anajitoa kwenye mambo ya kuwajibika kwenye jamii kama kwenye siasa, anaweza akapata maono binafsi kwa ajili yake na jamii inayomzunguka pia. Jambo la pili, tukaona kwamba aina ya watu ambao mhusika anakuwa anaambatana nao wanaweza kuleta chachu ya ukuaji au kumrudisha nyuma huyu mtu kimaono, lakini pia wanaweza wakachangia akapata maono. Kwa hiyo maandiko yanasema chuma huwa kinanoa chuma. Unaambatana na nani? Umezungukwa na watu wa aina gani? Wanaweza kukuchochea upate maono ya kwako binafsi, lakini pia ya kusaidia jamii inayokuzunguka. Jambo la tatu, kupata ushauri kutoka kwa walezi wa kiroho au walezi wa nyumbani na mafunzo, kufuatilia pia mafunzo au mafundisho. Kama sisi waamini, ni muhimu sana tuwe na walezi wa kiroho ambao watakuwa karibu kufuatilia maendeleo yetu ya kiroho. Katikati ya ule uhusika au ushirikiano wa karibu, unaweza ukachangia yule ambaye yuko chini ya malezi kupata kuweza kutengeneza maono binafsi kwa ajili yake. Lakini jambo la nne, kutokana na mazingira yanayomzunguka mlengwa au kutokana na mazingira mengine ya nje. Kuna watu wengine ambao walipata maono wakapata kutengeneza maono ya kwao binafsi kutokana na mazingira ambayo yalikuwa yanawazunguka, aidha kwa sababu ya umaskini uliokuwepo hapo nyumbani, mtu akapata sababu ya kutengeneza maono kwamba nitafute mbinu gani ya kuweza kutoa umaskini ambao uko hapa nyumbani. Kwa hiyo, lakini pia wakati mwingine kubadilisha mazingira. Sio sifa sana kuzaliwa sehemu moja na ukaishia kufia hapo hapo ulipozaliwa. Hiyo inasababisha usifungie fikra zako nisiweze kupata kitu kingine ambacho kitakuletea chachu ya kutengeneza maono binafsi kwa ajili yako, lakini pia yanaweza kuisaidia jamii inayokuzunguka. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii na matumizi sahihi ya teknolojia. Kuna Mtanzania mmoja ambaye alitengeneza mtandao fulani, kama sikosea, unaitwa Nala, kwa ajili ya kusaidia kutuma pesa nje, lakini pia kupokea. Na kwa bahati nzuri mtandao wake uliweza kwenda vizuri na akapata faida kubwa kiasi kwamba nchi ilimtambua na mashirika mengine pia. Sasa unagundua ni kwamba aliona fursa, aliona maono kwenye teknolojia, kwenye mitandao ya kijamii, akaona ninaweza nikanufaika vipi, akapata maono na yameweza kumfanikisha. Kwa hiyo unatumia teknolojia kwa namna gani? Sio sifa sana unaweza ukashinda kwenye TikTok toka asubuhi mpaka jioni, unaishia tu kufurahia vile ambavyo unaviona pale. Kuna watu wengine kupitia hiyo TikTok, Instagram, Facebook wanaingiza kipato, wanapata maono ambayo mwisho wa siku yanaweza kuwasukuma kupata maono, lakini kujiinua kiuchumi pia. Lakini kitu kingine, kwa kutenga muda wa kusoma Biblia na kuomba. Tulifundishwa pia na mwalimu hapa, lazima uwe na muda angalau wa kusoma maandiko. Yoshua 1:8 maandiko yanasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, ndipo utakapoifanikisha sana njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo lazima upate muda wa kusoma maandiko, lakini pia na kutafakari neno la Mungu. Kutokea hapo unaweza ukapata maono binafsi kwa ajili yako. Na jambo lingine la mwisho kati ya mengi ni udadisi na ubunifu binafsi kutoka kwa watu waliofanikiwa. Lazima uwe na uwezo angalau wa kufuatilia watu ambao wamefanikiwa, lakini pia zitengeneze fikra zako katika uwezo wa kutatua changamoto katika jamii inayokuzunguka. Sote ni mashahidi, wakati Mungu anaumba dunia, akuumba kitanda, akuumba gari, akuumba ndege, akuumba
aliumba dunia tu na miti. Kwa hiyo alimpa mwanadamu fikra. Fikra ni kiwanda ambacho mwanadamu anaweza akakitumia kuchakata, kupata maono kwamba anahitaji alale kwenye kitanda cha aina gani. Wengine wakatengeneza vya chuma, wengine vya mbao. Mwingine akaona kwamba kutembea chini haitoshi, akapata maono akatengeneza ndege. Mwingine akaona mtumbwi hautoshi, anahitaji meli. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinaweza kukusaidia kutengeneza maono na yakakusaidia kuleta athari chanya katika dunia inayokuzunguka, lakini pia na jamii yako. Asanteni sana.